Yes, bwana karibu sana mwanamichezo, tuendelee kujuzana zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako upande wote wa kimichezo, hasa katika uga wa kitaifa, lakini pia bila kusahau katika uga wa kimataifa. Lakini suala kubwa ambalo bana nimekuletea au nimekusogezea siku ya leo ni kuhusiana na nafasi ya wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kunako hatua ya robo finali kunako michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kama tunavyojua ni kwamba mechi ya kwanza ugenini kule nchini Misri, wekundu wa Msimbazi Simba waliweza kupoteza kwa idadi ya bao 2-0, lakini basi twende tukaangalie nafasi ya wekundu wa Msimbazi Simba ya kufuzu kuelekea robo finali, ambapo mchezo wa mkondo wa pili utaweza kupigwa pale kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wakiwakaribisha mafarao hao kutokea kule nchini Misri. Kulingana na wachambuzi tofauti, twende tukaangalie nafasi ya wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kufuzu hatua ya nusu finali. Kama tunavyojua mechi za maamuzi, wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa nyumbani basi wanakuwa ni tofauti kabisa na wanakuwa wanafanya vizuri sana. Lakini twende tukaangalie ni mambo gani sasa wekundu wa Msimbazi Simba wanatakiwa wafanye endapo watahitaji kwenda nusu finali. Lakini cha msingi kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlache Media, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, upande wa kulia hapo kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ukiyabonyeza tu moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo, na moja kwa moja utakuwa unapata taarifa zile za kimichezo kwa uzuri zaidi. Kitu cha kwanza kabisa twende tukaangalie wekundu wa Msimbazi Simba katika safu yao ya ushambuliaji, ambapo kwenye mechi ya kwanza walianza na Christian Lionel Ateba Mbida ambaye alionekana kama vile hakufanya vizuri katika dakika zote ambazo alikuwa ameweza kupewa kunako mchezo ule wa kwanza, na hivi sasa ni kama vile kiwango chake kimeshuka ukilinganisha na jinsi alivyokuwa amejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba katika dirisha dogo. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya vizuri kweli, lakini ishu kubwa ni kuhusiana na mchezaji Dese Mukwala ambaye kwa hivi sasa ndo anaonekana kama yupo form. Kwa hiyo pia wachambuzi wengi sana wamependekeza kwamba endapo basi kocha atahitaji timu yake iweze kushinda, basi anapaswa kuanza na Steven Dese Mukwala katika eneo la namba 9, kwa maana ya eneo la striking force. Lakini pia ishu kubwa pia ambayo hata Fadu David kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba ameweza kuizungumza ni kuhusiana na wachezaji kuwa wabinafsi, kwa maana kila mchezaji anataka afanye jambo yeye. Tunakumbuka pia kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakipata nafasi nyingi sana, lakini walikuwa wakicheza kwa binafsi. Kila mchezaji alikuwa anatamani aweze kufunga yeye. Kwa hiyo pia ni eneo ambalo pia wekundu wa Msimbazi Simba uzuri kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba Fadu David ameweza kutamka yeye mwenyewe kwamba pia wachezaji walikuwa hawachezi kitimu, walikuwa wakicheza kibinafsi. Kwa hiyo naamini kabisa kocha Fadu David atakuwa ameshazungumza na wachezaji wake. Kwa hiyo pia na imani endapo wachezaji watabadilika kwenye mchezo wa marudiano, basi wanaweza kutengeneza nafasi nyingi pia, lakini pia vile wanaweza kupata mabao mengi ambayo atawahakikishia basi kuweza kutinga katika hatua ya nusu finali kwa mara ya kwanza kabisa baada ya miaka mingi kupita wakiwa wanaishia kwenye hatua ya robo finali. Lakini kitu ambacho pia unatakiwa ukifahamu ni kwamba Al-Masry sio kwamba ni timu ambayo inatisha sana, lakini ni timu ambayo inacheza kwa plani sana. Ni timu ambayo ina uwezo wa kutumia nafasi chache ambazo wanazipata ama watazipata. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba licha ya kuwa na matamanio makubwa ya kuweza kufunga, lakini pia wanatakiwa
wajilinde vilivyo, kwa sababu wanamkosa mtu kama Chefundo Maloni eneo hilo ambalo wanacheza Shamo Karabwa, ambaye ameonekana kuwa mzito sana kwenye upande wa kukaba. Kwa hiyo pia wekundu wa Msimbazi Simba wanatakiwa pia kuhakikisha kwamba wanajilinda vilivyo. Usije ukakimbiza mwizi huko umeacha mlango wazi, pia inaweza ikawagharimu kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia Waarabu tunajua tayari wamekwisha kupata mabao mawili wakiwa nyumbani. Kwa hiyo plani yao ya kwanza watakuja kujilinda. Kwa hiyo endapo wekundu wa Msimbazi Simba watatumia nafasi hiyo vizuri, basi wanaweza wakapata chochote kitu. Tunajua kabisa timu inapokuja na plani ya kujilinda ni kwamba unaruhusu sana mpinzani wako kufika kwenye maeneo yako. Kwa hiyo Simba ina mawinga ama ina wachezaji hatari kama Elie Mpanzu pamoja na Kibu Denis ambao wanaweza kulazimisha kuingia ndani, lakini pia Almasri vile vile wanaweza wakafanya makosa hata wekundu wa Msimbazi Simba yakapelekea kupata penati. Lakini cha msingi wekundu wa Msimbazi Simba wanatakiwa kulazimisha kuweza kupata goli la mapema kabisa ili kuweza kuwatoa Almasri mchezoni moja kwa moja, na plani zao moja kwa moja zitakuwa zimeharibika vile, kwa sababu plani yao ya kwanza kabisa tunajua itakuwa ni kwenye upande wa kujilinda. Lakini hayo pia ni mambo machache ambayo pia nilitamani nikusogezee hapa wewe kama mpenzi na mshabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia mwanamichezo kwa ujumla. Lakini pia vile vile unaweza kudondosha komenti yako na ukatoa pia mawazo yako kwamba unafikiri ni eneo gani basi wekundu wa Msimbazi Simba wanatakiwa kuweza kuliboresha, ama ni nini hasa wanatakiwa kukifanya basi ili waweze kucheza ama kushinda kwa idadi kubwa ya mabao ili waweze kutinga hatua ya nusu finali. Unaweza kudondosha comment yako hapo, moja kwa moja utakuwa umefanya jambo la msingi kweli kweli. Lakini endelea kuifuatilia Mlacha Media. Ni hayo tu ambayo nilikuwa nimepanga kusogezea, lakini yapo mengi sana. Endelea kuifuatilia Mlacha Media, lakini kama nilivyokuambia, kama bado hujasubscribe upande wa kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe, na moja kwa moja ukisha yabonyeza tu moja kwa moja utakuwa umeshow love na utakuwa ukiendelea kupata zile taarifa ambazo zina